ukifanikiwa kupata nafasi ya kuwa diwani wa kata hii, vipaumbele vyako ni vipi? Kwa mfano, kuna elimu yetu hapa mpakani, wazazi wengi wanatumia gharama kubwa kupeleka watoto Kenya, upande wa Kenya, na wanatumia gharama kubwa kwa sababu hapa inaonekana kwamba elimu bure, lakini watoto wanakuta madarasa hata hayatoshi, shule ni chache. Hivyo basi wazazi wengine wanatumia gharama kubwa kusomesha watoto Kenya, na baadaye mtoto anamaliza akija kutafuta hata nafasi Tanzania ili aweze kuajiriwa, inaonekana kwamba alisomea nchi nyingine. Lakini pia mimi nikaona kwamba kama elimu ingekuwepo ya kuweza kuwahimiza wananchi wa kata ya Silali kwamba wasomeshe watoto Tanzania na mashule yaonekane yanaongezeka, kwa sababu kama shule moja watoto kwa mfano kama kata yetu ya Silali inazo shule ambazo zimebanana 3 za kata. Kwa hiyo ina watoto wanatoka mbali sana kwenda kule na walimu wanakuwa wanapungua. Unaona. Lakini pia mimi vipaumbele vyangu kutokana na elimu hiyo, pia kuna mabarabara. Mabarabara kwetu huku sio rafiki, ingawa tuko sehemu ya mpakani. Mpaka tulionao ni mpaka ambao una vipato, lakini hauna barabara zinazoridhisha. Kwa hiyo unaweza kushangaa kwamba mtu hata anatoka kwake anataka kwenda kupanda gari, yani anashindwa, ana gari lakini hawezi kuifikisha nyumbani. Na hao ndio wafanyabiashara ambao wanaweza kuleta maendeleo, wana makodi, wanalipa nini. Kwa hiyo pia kuna afya. Afya hapa tunacho kituo kimoja cha afya ambacho kiko Silali cha afya, lakini watu wengi hawakitumii, wanavuka kwenda Kenya. Wanatumia pesa za Tanzania kuzibadilisha kuwa za Kenya ili waweze kupata huduma. Na wakati kituo cha afya hapa kipo, kina vifaa labda, lakini watu wengine wanalalamika kwamba hawapati madawa, wengine wanalalamika kwamba hawakuti madaktari. Mimi kama mimi kwa lawama za pembeni, nikawa siwezi kuzifanyia kazi kwa sababu sina uhakika. Na siwezi kutoka hapa nikaenda kuuliza kwa sababu sihusiki. Lakini nitakapokuwa nimepata hiyo nafasi ya udiwani, ninao uwezo wa kwenda kwenye kituo cha afya, nikauliza shida ni nini, wakanielekeza. Wakishaniambia shida ni nini, mimi kwa sababu tayari ni kiongozi wa kata, nitafuatilia ili huduma ziwe zinatoka ambazo zinaweza kuwafikia kila mwananchi, kuliko kupoteza pesa na kwenda sehemu jirani, na wakati tunazo hospitali zetu ambazo ni za afya, vituo vya afya serikali imetuletea. Pia na vikundi vya kina mama. Kipindi fulani hapa imesemekana kwamba kuna mikopo ya bei nafuu ambayo inawafikia vikundi, lakini sio wote wanaoweza kupata. Sasa mimi kama mama ndiye ninayefanya biashara ya ujasiriamali, niliwahi kufuatilia kwamba kina mama wapate mkopo, lakini hicho kikundi Ujirani Mwema kinaitwa, mpaka sasa hakiwahi kupata mkopo. Nikajikuta mimi natoa pesa zangu kidogo ili kuweza kuwezesha hicho kikundi kisubirie. Sasa tunashindwa kuona kwamba wanaopata mikopo wakoje, wanatumia vigezo gani. Kwa sababu siwezi kuuliza hivi. Bado ninafikiria kwamba wakina mama na waahidi wenye vikundi wote wajasiriamali, endapo utapata nafasi hii, nitafuatilia hiyo mikopo. Aidha watu wao wanapata kwa azamu, kama pesa haitoshi, kikundi hiki kikirudisha, na wengine kusanywa kwa mwezi, na wengine wanapata, kwa sababu wote ni Watanzania na wote wana haki. Zungumziaje sasa swala la uchaguzi au swala la upigaji kura tarehe 29 Oktoba 2025? Unawaambia nini wakazi wa kata ya Silali ambao unaamini kabisa watakupatia kura? Unawaambia nini? Mimi ninachowaambia wakazi wa kata ya Silali wasiwe na wasiwasi kuhusu ushindi, kwa sababu hawa walioletwa kwa ajili ya kusimamia tume la uchaguzi ni vijana wetu ambao wametuongoza vizuri, na mpaka sasa tunao vizuri, wanatuelekeza, na toka tumechukua fomu mpaka kurudisha na mpaka sasa hivi ni watu ambao wanatuelekeza vizuri. Kwa hiyo wanaonyesha kabisa wanao moyo wa kuweza kutoa majibu mazuri kwa mtu yule ambaye atakuwa ameshinda. Lakini pia ninasihi kabisa na kuwaomba jeshi la polisi likawe lisimamizi zuri kabisa kwa kuweza kuzuia fujo au njia zozote zile za nguvu, kwa kuweza kutumia nguvu kuweza kutangaza mtu ambaye hakushinda. Ninaomba watu wote ambao tunamjua Mungu wakawe na moyo ule wa kuweza kumtangaza mtu mshindi, kwa sababu wananchi sio wajumbe, wananchi wanachagua kile wanachokitaka. Hivyo basi watumie ruhusa hiyo ya kuweza kuwatendea wananchi wa kata ya Silali ili na wao wajione kwamba wana haki.